Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Miongoni mwa story kubwa kwa sasa ambayo imekuwa ikizungumzwa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na interview ambayo ameifanya mchekeshaji pamoja na mwigizaji wa filamu hapa nchini Tanzania wa muda mrefu anayefahamika kwa jina la Kingwendu, ambapo tunafahamu siku ya jana alifanya mahojiano kadhaa na kituo cha Wasafi TV, ambapo alihojiwa maswali mengi, lakini moja kati ya vitu ambavyo viliweza kumgusa yeye pia, lakini pia watu ambao walikuwa kifuatilia kipindi hicho, ni kutokana na kauli ambayo alizungumza, kwani ni moja kati ya wasanii ambao wengi tunaamini wangetakiwa kuwa na mafanikio makubwa zaidi katika muziki, lakini pia katika tasnia ya uigizaji. Sasa mchekeshaji mkongwe kutokea nchini Tanzania Kingwendu alifunguka na kusema kwamba kwa sasa anapitia changamoto kubwa ya usafiri, hivyo angeomba msanii Diamond Platnumz aweze kumsaidia kumnunulia gari, kwani Kingwendu aliongezea na kusema kwamba amekuwa akipitia wakati mgumu sana haswa akipanda daladala, na amekuwa akichekwa na abiria kutokana na umaarufu wake ambao yuko nao, na pindi unapomuona akitumia usafiri wa daladala katika shughuli zake. Na kwa hiyo sasa hivi amedai kwamba hawezi kufanya kazi zake kwa usahihi kutokana na kwamba amekuwa akiona aibu, na amedai kwamba wakati ana usafiri alikuwa akifanya shughuli zake alikuwa na uwezo wa kuingiza kiasi cha kuanzia Laki6 na zaidi, lakini kwa sasa mambo yamekuwa tofauti kutokana na kukosa usafiri. Sasa kutokana na ombi hilo ambalo aliweza kulisema siku ya jana kupitia kipindi cha Wasafi Media, Diamond Platnumz ambaye tunafahamu ni CEO wa Wasafi Media pamoja wana Wasafi FM ameweza kufunguka mazito, ikiwemo kuguswa na swala zima la Kingwendu kuweza kuomba gari. Sasa kupitia Diamond Platnumz amedai kwamba yuko tayari kumnunulia gari ambalo atalihitaji Kingwendu, na anadai kwamba yeye ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa kimfuatilia tangia akiwa wadogo, na hivyo wanatamani kuona wasanii ambao walifanya kazi kipindi cha nyuma wakiwa na mafanikio makubwa. Lakini pia amekuwa kiumizwa zaidi kuona wasanii ambao walifanya kazi kipindi cha nyuma hawako katika nafasi nzuri za kimaisha kwa sasa kutokana na kazi zao kwenda ndivyo sivyo, lakini pia kutokusaminiwa kama vile ambavyo wao wamekuwa wakipewa thamani katika muziki wa Bongo Flava. Hii ni moja kati ya kitu kizuri sana ambacho kimeweza kuwagusa watu wengi kutokana na kile ambacho Diamond Platnumz ameamua kukifanya kwa kudai kwamba yuko tayari kumnunulia gari Kingwendu ambalo anaamini litamsaidia katika shughuli zake za sanaa kama vile ambavyo amedai, huku akisema kwamba anaamini kabisa kupitia kufanya hivyo kunaweza kukawa ni zawadi kwake kutokana na kwamba yeye pia ni moja kati ya mashabiki ambao walikuwa wakimsapoti na kumfuatilia sana Kingwendu kipindi cha nyuma kabla hata hajafanikiwa kuwa mwanamuziki mkubwa wa muziki wa Bongo Flava. Mashabiki pamoja na wadau mbalimbali wameweza kufunguka na kumpongeza Diamond Platnumz na kusema kwamba ni moja kati ya kitu cha kishujaa ambacho amekionyesha au ameweza kukifanya, kwani ni wachache sana ambao wamekuwa na moyo kama wa Diamond Platnumz kuweza kuwasaidia wasanii ambao wamepotea katika game, lakini pia ambao wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu. Wewe kama shabiki ambaye unaifuatilia Bongo Choice, ni kipi ambacho unakiona? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii, na kisha itakutokea alama ya kengele, nayo ibonyeze mara moja, na hapo utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu wa Bongo Choice na autopitwa na taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tukikuwekea hapa kila siku katika channel yako pendwa hii ya Bongo Choice. Niseme tu asante na kwaheri, bye bye.